Hello, karibuni tena katika mwendelezo wa lesson yetu ambayo tulikuwa tunaandaa project au mradi wa traffic light. Tulishare sketch kwenye Proteus, sasa tunaenda kuona namna ya kukodi ili tuweze kuupload kwenye Arduino board yetu na tuweze kusimulate tuone kama itafanya kazi. Kwa hiyo moja kwa moja tunaenda hapa kwenye Arduino IDE yetu. Sawa. Tunakuta hizi function mbili. Kwa ambao walifuatilia namna ya kwenye project ya LED blinking kwa kipindi kilichopita, hatakuwa mgeni tena na Arduino IDE, ila kwa ambao ndo kwanza wanatufuatilia, endelea kufuatilia kuwa nasi, tutaona namna ya kukodi hatua kwa hatua mpaka utaelewa. Hapa kuna function mbili kama tulivyosema, ambao ni void setup na void loop. Kwenye void setup ni sehemu ya kuset au kuandaa pin. Pini zako tuna pini 3 ambao tuna pin namba 13, 12 na 11. Kwenye 11 tumeunganisha LED ya green, kwenye 12 tumeunganisha ya yellow, na kisha kwenye pin namba 13 tumeunganisha ya red. Kwa hiyo tuna pini. Kwa hiyo hapa kabla ya kuingia kwanza kwenye function tuanze kuzipa majina ili tusije tukachanganya. Kwa moja kwa moja hapa tutaweka int. Int maana yake ni integer. Kwa maana gani? Zile pini zetu ni namba za integer. Kwa hiyo pini zetu ni namba, kwa kuwa pini zetu ni namba tunazipa majina, kwa hiyo tunaanza na int. Maana yake int ni integer numbers. Haya, kwa tunaenda red. Tunaipa jina la red ni sawa na ngapi? 13. Unaweka semicolon. Kumbuka semicolon ni muhimu kwa kila command na kila statement unaoandika. Kila amri na kila unachokiandika kwenye Arduino lazima waweke semicolon mwisho. Kisha tunaweka tena int green kwa maana ya kijani. Na sio lazima uweke kwa Kiingereza. Yaani hizi haya majina ni majina ambayo mwenyewe unaweza kaamua. Mfano hapa tunaweza kubadilisha tukaweka nyekundu. Kisha hapa kijani. Ili mradi majina yafuate sheria za majina. Kijani namba 12. Kisha yellow, njano ndo namba 12. Njano namba 12. Kisha int kijani namba 11. Okay. Sasa tunaenda kwenye void setup. Kwenye function ya void setup ni sehemu sasa tunapoiambia kompyuta kwamba je, hizi pini zetu zinaingiza voltage au zinachukua voltage kutoka kwenye Arduino. Tunasema kuna input na output. Sasa input ni zile ambazo zinaingiza voltage, mfano ukitumia button, tutaenda kuona kwenye lesson zinazofuata. Sasa output inachukua voltage kutoka kwenye Arduino, mfano taa inachukua voltage kisha ndio inawaka. Kwa hiyo hizi pini zetu zote kimsingi ni output. Kwa hiyo hapa kwenye void setup ndio tunamwambia kompyuta kwamba hizi pini zetu namba 11, 12 na 13 ni pini za output. Sasa badala ya kuandika 11, 12, 13 tayari tulishazipa majina. Kwa badala ya kuandika pin namba 11 tutaandika kijani. Badala ya kuandika pin namba 12 taandika njano. Badala ya pin namba 13 taandika nyekundu. Kwa hiyo tunakuja hapa, unaandika pin mode. Pin mode maana yake ni nini? Hali ya pin. Je, hali ya pin ni nini? Kwa hiyo utaenda hapa. Tutaanza kijani. Unaweka koma kisha unaweka output. Kwa hiyo hali ya pin ya kijani ni output, kisha pin mode nyekundu,
nyekundu output. Pin mode tena, njano output. Okay. Kwa hiyo hapa tushamaliza kuzitambulisha pini zetu kwenye kompyuta kwamba zote ni output. Output maana yake ni pini za kutoa. Maana yake zinachukua voltage kutoka kwenye Arduino zinaitumia. Sawa eh? Okay. Kwa hiyo tunakuja hapa kwenye void loop. Void loop sasa ndio sehemu ya kuandika amri. Je, unataka kijani ifanye nini? Unataka pini nyekundu ifanye nini? Unataka pini ya njano ifanye nini? Kwa kuwa tumeziunganisha kwenye pins za Arduino ambazo ni digital, zina hali mbili tu. Either iwe high maana yake ile pin inatoa voltage sasa. Maana yake Arduino inampa voltage ile LED yako. Ikiwa low maana yake Arduino haitoi voltage. Kwa either Arduino itatoa voltage ambayo ni 5 volt au isitoe. Kwa hiyo sasa tunataka tuamue, je, iwe high. Ukiandika high pin yako maana yake sasa ichukue voltage kutoka kwenye Arduino. Arduino iipe voltage ile pin. Ukiandika low maana yake Arduino isiipe voltage. Kwa hiyo hapa tunakuja taandika digital right. Digital right maana yake nini? Toa hali ya digital. Hali ya digital kuna hali mbili, either high au low. Kwa hiyo digital right, tukitumia neno right ni kama output ya digital. Ukiandika digital read ni kama input ya digital. Nao inasoma zile kwa zile ambazo zinaingiza data kutoka nje kuingiza kwenye Arduino. Kwa hiyo hapa kwetu kwa kuwa hizi ni output, tutaandika digital right. Kwa hiyo tunaamrisha Arduino yetu kwa sasa itoe voltage au isitoe. Kwa hiyo tunaanza digital right, tunaanza na nyekundu. Nyekundu tutaandika high. Okay. Sasa hapa maana yake tumemwambia Arduino kwenye nyekundu mpe voltage. High maana yake mpe voltage ya kiwango cha juu. Kiwango cha juu cha voltage ya Arduino ni 5 volt. Sawa? Baada ya kumpa voltage tunamwambia delay 1 second. Kwa hiyo baada ya kumpa voltage nyekundu itawaka. Kisha baada ya kuwaka icheleweshe kwa muda wa sekunde moja. Yaani iwake kwa muda wa sekunde moja, kisha amri nyingine ndio ifuate. Amri nyingine ni ipi? Digital right. Digital right. Njano. High. Oh sorry. Digital right nyekundu, low. Hii kodi hapa ina maana gani? Ina maana ya kuwa baada ya nyekundu kuwaka ikae sekunde moja kisha izime. Ikishazima, kawaida kwenye traffic light ikizima nyekundu inakuja kuwaka njano. Kwa hiyo bila kuchelewa, bila kuweka kwamba ichelewe sekunde ngapi, tunaweka moja kwa moja ije njano. Kwa hiyo utaandika digital right njano high. Kwa hiyo hapa njano itawaka, kisha chelewesha kwa sekunde moja, kisha digital right njano, low. Nayo pia inafanya kazi vivyo kama tulivyoweka kwenye nyekundu. Kwa hiyo itachelewesha kwa sekunde moja kisha itakuwa low. Moja kwa moja bila kuchelewa tutakuja kuwasha kijani. Utasema digital right
kijani, high, kisha chelewesha, kisha digital light, kijani, low. Bila shaka hapa tutakuwa tayari tushamaliza kodi yetu. Baada ya kutoa maelekezo kwenye Arduino kwamba itawasha nyekundu, itaizima, itawasha njano, itaizima, wakati inazima njano itawasha kijani, hapo itaizima. Kwa hiyo moja kwa moja tutaenda kuupload kodi yetu. Kwa hiyo tutakuja hapa kwenye file, kwenye sketch, verify and compile ili kuhakikisha kodi yetu kama imeenda vizuri. Okay. Kisha tunakuja tena sketch, file, save as. Mwanzo tulisave pale kwenye project, kwa nitaisavea kwenye project. File name traffic light. Hakikisha kusiwe na space kati ya jina, kwa hiyo utaweka underscore traffic light, save. Kisha baada ya hapo unakuja kwenye sketch, unakuja kuklik hapa export compiled binary. Tayari file yetu ilisha export. Kwa moja kwa moja tutarudi kwenye Proteus yetu. Tutaklik hii Arduino. Tutakuja hapa upload x file. Tunaenda kuitafuta ile traffic light hii hapa. Build mpaka tupate hex file ile hapa. Open. Okay. Kwa moja kwa moja baada ya hapo tunakuja kuplay kufanya simulation. Kama tunavyoona hapo imeanza kuwaka nyekundu, imekuja njano, kisha inakuja kijani. Itarudi tena nyekundu, na sekunde moja inakuja njano, kisha inarudi tena kijani. Asanteni kwa kutufuatilia. Usisahau kushare, kusubscribe na kufollow ili tuendelee kupeana lesson kama hizi. Baada ya hapa tutaenda sasa kuunganisha LED zetu kwa kutumia vifaa halisi ili tuone namna inafanya kazi kwenye real life. Na pia tutaendelea na project nyingine kama hizi. Endelea kutufuatilia. Asante sana.